Inawezekana sasa hivi Mbosso akani miongoni mwa wasanii ambao wanaingiza mtonyo mrefu sana katika wasanii wa muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania. Hii inathibitishwa na Mbosso mwenyewe kwa vile ambavyo amekuwa akifanya endorsements, kwa maana shows na vitu vingine vingi ambavyo pia amekuwa akifanyia watu wake karibu. Inaonyesha na kwa namna gani ambavyo jamaa sasa hivi yuko vizuri sana. Sasa jana ilikuwa ni siku ya birthday ya mshikaji wake ambaye anaitwa Faridi Mtupisi, na Mbosso kwa maelezo ambayo baadaye nitakuweka hapo mbele yasikize vizuri, aliweza kumfanyia surprise ya kumzawadia gari aina ya Mazda ambayo ni brand new kabisa, gari mpya kabisa ambayo ni pesa ambayo Mbosso aliamua kumifanya ama kumpa rafiki yake ambaye amekuwa akifanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Ilikuwa ni tukio zuri sana kwa wale ambao wanapenda kushuhudia kazi za wasanii na kufuatilia wasanii na mambo ambavyo wanafanya, kwa maana kugawana mapato na vitu vingine vingi. Tunafahamu Mbosso ametoka kutoka Wasafi mwaka huu na akacha EP yake ya Room Number 3 ambayo ni moja EP ambayo imefanya vizuri sana sana. Ukiangalia ngoma kama Power ambayo sasa hivi ukiangalia katika digital ya platform kwa maana kwenye YouTube ina views zaidi ya milioni 40. Sasa unaweza kuona kwa namna gani ambavyo video moja tu imefanya namba kama hizo, na unaweza kuona namna gani ambavyo jamaa sasa hivi ana make a lot of money. Na kiukweli Mbosso sasa hivi amekuwa na wakati mzuri sana katika muziki wake, ukiacha tu kama kuperform katika majukwaa tofauti. Umeona pia namna gani ambavyo amefanya show yake kwenye team mbili kwa maana Simba pamoja na Yanga, na pia ukiacha tu kwamba Kenya anafanya vizuri pia, East Africa kwa ujumla, Kongo pia tumeona ambavyo ngoma zake zilikuwa zikichezwa zikirequestiwa na watu tofauti. Hii inaonyesha kwa namna gani ambavyo Mbosso sasa hivi ana kiwango kizuri cha pesa ambacho anachokiingiza. Sasa kupitia hii surprise ambayo amemfanyia rafiki yake, nimeona pia jamaa yake alikuwa anatoa machozi hapo, anashukuru na vitu vingine guys. Of course imekuwa ni kitu kizuri sana. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya wasanii ambao hata Mbosso yeye mwenyewe akiwa Wasafi alishawahi kufanywa kitu kama hichi, kwa maana kupewa gari na Diamond. Sasa na yeye sasa hivi ameanza kuwapa watu wake wa karibu magari. Sasa pengine hii ina maana gani hasa? Na unaweza kaniambia pia katika sehemu ya comment, pia kaniambia pia hichi ambacho Mbosso amekifanya kwa mshikaji wake, rafiki yake, kwa maana kumzadia gari baada tu kushuka tu terminal 2 pale, anamzadia na kumtakia pia heri ya siku ya kuzaliwa, kama ilikuwa ni siku ya birthday yake, kwa maana mshikaji wake akisherehekea birthday yake, na Mbosso akaamua kumpa hii gift kama na zawadi ya gari ambayo amempa hapo. Mimi nakuacha msikilize kila ambacho Mbosso amekizungumza baada ya kumpa tu hiyo zawadi mshikaji wake ya gari aina ya Mazda mpya kabisa, baada ya kushuka tu airport akitokea kazini, kwa maana kule kwenye show zake za mkoani. Huyu hapa Mbosso akiwa anazungumza na kumkabidhi gari rafiki yake Mtupisi. Huyu hapa Mbosso. Jana ilikuwa tarehe 17. Tarehe 17 sio jana, juzi actually. Ilikuwa tarehe 17. Ilikuwa siku ya kuzaliwa ya rafiki yangu yule kule anaitwa Faridi Mtupisi. Ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Sasa tarehe yake imegonga tukiwa tuko kwenye kazi, tulikuwa mkoani. Kwa hiyo tukashindwa kumfanyia sherehe ya namna yoyote. Leo tarehe 19, si ndio? Kwa hiyo tarehe 18 tukafanya kazi. Leo tarehe 19 tunarudi Dar es Salaam. Nimemwandalia surprise. Yeye mwenyewe hajui, lakini baadhi ya watu wanafahamu, ila yeye hajui chochote kabisa. Hadi saizi hafahamu kama kuna surprise yake. Kwa twende tukampe zawadi rafiki yetu wa muda mrefu sana bwana Mtupisi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fadi. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday dear Fadi. Happy birthday to you. Nadia. Usilie bwana. Usilie tutakupiga bwana. Wewe uliona chozi la kaka. Hii ni zawadi yangu mimi kwako kwenye siku yako hii ya kuzaliwa. Inaweza sio kubwa sana, lakini ipokee kwanza hii ndogo.
Mungu atatujalia vikubwa siku za usoni, lakini wewe ni rafiki yangu, nakupenda sana 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 na na upendo mkubwa sana na wewe mwenyewe unafahamu. Faridi usilie imba. Usilie imba. Gonga ngoma usipige kuchi Faridi. Usipige. Tupande gari ya Faridi sasa. Tupande gari ya Faridi sasa. Nasema kabisa mwaka huu nitafanya juu chini, yani nitafanya juu chini ndugu yangu upate gari. Na namshukuru Mungu kanipa nguvu. Tunaweza tukawa tumechelewa lakini hatujachelewa. Huu ni wakati ambao Mwenyezi Mungu aliandika kunipa nguvu ya kufanikisha hili. Kwa hiyo ni gari yako, ni ya kwako, yani sasa. Yani ni mali yako. Na hata kadi yako itakuwa na jina la kwako wewe. Itakuwa na jina lako wewe mwenyewe. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, namshukuru sana Mbosso na uongozi mzima wa Kani Music. Katika ndoto zangu moja hapo ni hii leo imetimia. Namshukuru sana Mungu, Mwenyezi Mungu amjalie alipotoa, Allah amzidishie. Iwe kidogo amzidishie kile kikubwa maradufu mara nyingi zaidi. Asanteni sana wote mnaofuatilia Mbosso. Kufanikiwa kwake ndio kufanikiwa sisi ambao tuko nyuma yake. Shukrani sana kwa Mbosso. Unajua watu wengi wanajua mimi Faridi ni ndugu yangu wa damu. Mimi Faridi sio ndugu yangu wa damu. Faridi yeye ni rafiki yangu wa muda mrefu ambao tumekuwa tukikaa wote tangu tupo camp mkubwa na naye pale. Kuna kipindi ilitokeaga issue moja hivi. Tulisafiri tulienda Mwanza kwenye show. Kwa nimetoka Mwanza nimerudi, yeye alikuwa nimemwachia chumba. Nikakuta kabati langu limeibiwa nguo zote. Kwa uongozi pale ukataka nimfukuze huyu sababu haiwezekani vitu viibiwe na yupo ndani, maana yake kaonekana kama yeye kahusika vitu kuibiwa. Lakini nikamwona ni rafiki yangu ambaye mimi na mapenzi naye, nikanambia basi usio unakuja mchana, wewe unakuja usiku muda wa kulala ili viongozi wasifanyaje, wasikuone. Ikaenda mipango ya Mwenyezi Mungu. Faridi alimpotezaga baba yake mzee Kinyanga. Kwa hivyo mpotezaga mzee wake, mimi nikanamtaniaga kwa sababu alikuwa anakaa chumbani kwangu mimi. Alikuwa anakaa watu wengi sana. Siwezi kuelezea wote hapa. Wasanii wengine ambao sasa hivi pia maarufu walikuwa wanakaa kwenye geto langu. Watu wengi sana. Nikamwambia Faridi, mzee wako amefariki. Ila mimi nitakuwa kama mzee wako. Kwa alikuwa anakaa matani tunacheka, tunapiga story. Lakini kwa nini nilisema mimi nitakuwa kama mzee wake? Mimi siwezi kuwa baba yake. Ila mimi naweza kuwa rafiki yake mmoja ambaye kwa pamoja tutashirikiana kutimiza ndoto zetu. Na mwanzoni alichagua kuniamini yani. Nilipokuwa namwambia bro, mimi naweza nikafanikisha hili na hili na hili, wewe nivumilie, niwekee ustahimili. Tukawa tunakaa chumba kimoja, Temeke tumekaa mpaka bendi ilipovunjika. Mimi nikahamia Tabata, baadaye nilipohamia Sinza nikamchukua nikakaa naye Sinza. Nikanasema Faridi ni mkubwa kwangu juu. Mimi ni mdogo. Watu wengi wanajua mimi ndo mkubwa, yeye mdogo. Ila mimi ni mdogo, yeye ndo mkubwa. Siku moja ilikuwa lazima nije kumpatia gari kwenye kari yake kuzaliwa. Mimi namjua anapenda magari sana. Kwanza ndo anaongoza kujaribu magari yangu. Kwa hiyo najua anapenda magari kiasi zangu yake sasa. Kwa hiyo nikasema safari hii nitamzawadia gari. Kuna siku nilikwambia tumebakisha padogo sana. Uliniposti kwenye birthday yangu. Nikamwambia tumebakisha padogo. Nikimaanisha padogo maana yake sio kesho kutwa. Tuna safari ndefu sana ya kwenda. Lakini tulipotoka na tulipotoka tumepaona. Tunapoenda hatupajui. Kwa panaweza kaa padogo kaa parefu. Kwa nashukuru kwa kuwa siku zote kwenye maisha yangu kwa rafiki yangu bora, unanisupport, unaniamini, tukapambania ndoto zetu kwa pamoja. Hii ni zawadi yangu mimi kwako. Imani tutaifurahia.